Yes, bwana mambo vipi? Habari kubwa ambayo inashika sana katika vichwa vya habari kwa katika mitandao ya kijamii ni kumuhusu Alikiba. Tunajua Diamond Platinum siku ambayo anazindua studio zake mpya za pale Wasafi, kuna mambo yalikuwa yanaendelea na maneno mengi aliyaongea, lakini swala kubwa ambalo liliongea mpaka Harmonize akaja kuingilia kati ni kuhusiana na swala zima la Alena. Kwa hiyo kukawa kuna mvutano mkubwa kati ya Diamond Platinum pamoja na Harmonize, wakaanarushiana maneno mengi katika mitandao ya kijamii, huku Harmonize akimwambia kwamba Diamond Platinum, jambo kubwa ni kwamba serikali inashughulikia masuala ya watu binafsi, ikiwemo kushughulikia changamoto za watu zinazowasibu, kupeleka pesa katika hospitali pamoja na shule na sehemu nyingine za muhimu, tofauti na Alena ni jambo ambalo lishazungumzwa muda mrefu kidogo, lakini Diamond Platinum vile vile alikuja kuligusia, lakini Harmonize alionekana kutoka na kuja kuongea maneno mengi mpaka watu wakaona kama Harmonize sasa amekuwa chawa na mziki umeshamshinda. Lakini hili swala pia Alikiba amekuja kuligusia, ndio maana limekuja kuwa lina trendi sana katika mitandao ya kijamii. Lakini kukumbusha tu mdau wangu hapo, usisahau kusubscribe katika page yetu ili wa kwanza kupata update kila siku. Bwana, baada ya Diamond Platinum kuzungumzia swala zima la Alena, tunakumbuka hata hapo awali ilishawahi kuongelewa ndani ya miaka mitatu nyuma ambayo imepita, walishawahi kuzungumzia wasanii wanahitaji Alena, lakini serikali ilisema kwamba itajenga Alena, lakini mpaka hivi sasa bado hawajajengewa Alena. Lakini Diamond Platinum alikuja kukumbusha, lakini baada ya mvutano hapa na pale kwa Harmonize pamoja na Diamond, lakini hata Alikiba aliulizwa maoni yake ni yapi kuhusiana na swala zima la Alena ambalo linadiskasiwa sana na Diamond Platinum. Lakini Alikiba alikuja na kunyoka moja kwa moja, alinyosha na kuonekana yuko katika upande wa Diamond Platinum na kusema kwamba wasanii kwa hivi sasa wanahitaji Alena kwa ajili ya matamasha mbalimbali, kwa sababu katika nchi ambazo wanasafiri na wanaenda wanakutana na Alena na wanaenda kufanya matamasha katika Alena. Kwa hiyo anatamani sana Tanzania kuwe na Alena. Kwa hiyo hata Harmonize hapo awali aliongea na kusema kwamba ingebidi maneno ambayo ameongea Diamond wakae wasanii wote wa discuss hilo swala la Alena na watoke waje waliongee, sio aongee peke yake. Kwa hiyo inaonekana kama Harmonize hakuridhishwa na Diamond kuongea swala la Alena yeye kama yeye mwenyewe, lakini alitaka wahusishwe wasanii au wakae kikao wasanii, kama ni wote au wasanii wakubwa wakae kikao juu swala zima la Alena waweze kulidiscuss, na wakishakubaliana nani atoke kuja kuliwasilisha. Lakini Diamond aliwasilisha yeye mwenyewe peke yake, kwa swala hilo limemuumiza sana Harmonize. Lakini kwa watu ambao wanapenda mziki au watu ambao wanafuatilia masuala mazima ya mziki, wanaona kabisa Diamond Platinum hakukosea chochote kuongea, kwa sababu yeye ndo msanii namba moja kwa hivi sasa hapa Tanzania. Lakini hayo ni maoni tu ya watu, kwa sababu kila mmoja anaona yupi ni msanii wake namba moja au yupi ni msanii wake bora wa muda wote, kwa sababu tushamuona hata Gabo Ziga ambaye hivi karibuni kafanyiwa mahojiano pale East Africa na kusema kwamba msanii wake namba moja hapa Tanzania ni Alikiba. Lakini kuna baadhi pia ya watu maarufu washahojiwa na kusema wengine wako upande wa Diamond na wengine wako upande wa Alikiba. Kwa hiyo bwana ndio wasanii wakubwa hapa nyumbani Tanzania, lakini nani ni namba moja ni kila mtu na upande wake, na ni kila mtu na mtu ambaye anamshabikia. Sasa kwa nini ni swala limekuja kumuumiza Harmonize? Kitu ambacho kimemuumiza Harmonize ni kutokana na Diamond Platinum alimlipisha pesa nyingi wakati anatoka Wasafi, na ndio maana kitendo hicho kimekuja kumuuma kuona Diamond Platinum anaongea hadharani swala la Alena. Lakini ni swala ambalo lina manufaa kwa wao wasanii wote kwa ujumla, sio kwake mwenyewe Diamond Platinum. Lakini kitu ambacho pengine alikuwa anatamani awe ameongea yeye, ili swala hilo likikamilika aje aimbwe yeye na kusema kwamba Harmonize ndio aligusia swala zima la Alena, kama ambavyo Diamond Platinum alijipakulia minyama ili Alena ikijengwa aje avutie upande wake, aseme yeye ndio alishawishi serikali kujenga Alena. Lakini nimepita katika baadhi ya peji za watu maarufu kuhusiana na swala zima ambalo linaendelea hivi sasa katika mitandao ya kijamii, kwa sababu Alikiba naye ameweza kumsupport Diamond Platinum na kusema kwamba wana uhitaji wa Alena. Kwa alichokiongea Diamond Platinum, Alikiba alionekana kama
amekipigia mstari, amekubaliana na Diamond Platinum kwa 100% swala zima la ujenzi wa arena, ni wasanii wapate arena ili wasipate tabu katika swala zima la kutumbuiza, kwa sababu kuna sehemu hata tuzo zilienda kutolewa, ni jukwaa tu lilijengwa, ilivyoonyesha mvua jukwaa likaanguka, lakini wasanii wakiwa na arena tuzo zinaweza zikatolewa ndani ya ukumbi moja kwa moja, haijalishi mvua inanyesha au jua linawaka, wenyewe wanakuwa wako ndani wamejifungia, hawaelewi chochote ambacho kinaendelea. Lakini katika baadhi ya peji ambazo nimepita, kuna watu wanakuja na kumpongeza Alikiba na kusema kwamba Alikiba hana baya kwa sababu ameweza kumpongeza Diamond Platinum kwenye swala zima ambalo ameweza kulifanya. Hivyo hao jamaa hawana ugomvi, ni mambo tu ya kimuziki au ni mambo ya kibiashara. Lakini kuna peji nyingine hapa imeandika kwamba Alikiba anajua sana muziki, lakini hili swala ambalo amekuja kuonyesha, ameonyesha kwamba ana binadamu wala hana chuki na Diamond, kwa sababu hakutaka kumpinga, yeye ametaka maendeleo ya muziki moja kwa moja. Lakini kuna peji nyingine hapa inasema kwamba Alikiba amefanya jambo jema kwa kumsupport Diamond Platinum, kwa sababu ni mkubwa mwenzake, basi wakubwa wakisapotiana jambo hili linakuwa ni dogo, litafanyika kwa wepesi. Bwana, hizo ni peji za watu ambao ni maarufu katika mitandao ya kijamii, lakini hayo ni maoni yao au ni vitu ambavyo wameweza kuviandika katika ukurasa zao za mitandao ya kijamii, haswa pale Instagram ndipo waliposhusha maoni yao hayo kuhusiana na swala zima la Alikiba kuja kumsupport Diamond Platinum kwenye swala zima la ujenzi wa arena, yani serikali iweze kuwajengea arena wasanii ili waweze kuenjoy katika kupiga show zao au kufanya matamasha yao yoyote makubwa wanayofanya ndani ya arena, kwa sababu arena ambao anataka ijengwe ni arena ambayo inachukua zaidi ya watu 40,000 au watu 30,000 hata watu 50,000 waliokaa. Kwa hiyo inakuwa ni ukumbi mkubwa ambao unaweza kuhost matamasha ya aina yoyote, na ndio maana swala hili limezidi kuwa kubwa sana katika mitandao ya kijamii. Sasa jambo jingine ambalo watu walikuja kujiuliza, labda kwa nini Alikiba amemsupport moja kwa moja Diamond Platinum na sio kwenda katika upande wa Harmonize ambaye alibisha moja kwa moja. Tunajua Alikiba katika game ya Bongo Flava ni mkongwe muda mrefu, kwa hiyo amefanya mziki muda mrefu, lakini toka ameanza mziki hajawahi kufanya matamasha katika arena akiwa hapa nyumbani Tanzania, na ndio maana kabla hajastaafu natamani arena iwe imejengwa ili naye aweze kutumbuiza, ikiwezekana hata akiwa anatangaza kustaafu basi watu waende kumwaga katika arena ambayo itakuwa imejengwa hapa Tanzania. Ndio maana moja kwa moja ameonekana akiwa anamsupport mshikaji wake kabisa mwanae kutoka Kigoma bwana Diamond Platinum. Lakini we mdau bwana, umeonaje swala zima ila Alikiba kuja kumuunga mkono Diamond Platinum na kumsupport kwenye swala zima la arena? Je, kuna kitu ambacho kinaendelea kwa hivi karibuni? Vile vile utarajie ngoma labda kutoka kwa Alikiba pamoja na Diamond au la? Shusha comment yako katika comment section. Vile vile usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili wa kwanza kupata update kila siku.